Bana kuna SI unit ambayo ipo kwenye mpira wa miguu. SI unit. Tumekuwa tukisikia kwamba huyu ni mfungaji bora wa muda wote. Huyu pengine ni beki kisiki wa muda wote. Lakini kwenye uamuzi ushai kujua mwamuzi bora wa muda wote ni nani? Kuna message ameniandikia Jongo hapa, amesema ni Kayoko. Hapana. Naam, ni nani? Bana kuna mwamba mmoja anatokea katika taifa la Italia. Yes. Anaitwa Pierluigi Collina. Yes. Huyu ni mtu ambaye ni mwamuzi bora wa muda wote kwa sababu ana tuzo nyingi ambazo wengine hawajawahi, lakini pia kwenye level ya kimaamuzi anatajwa ni VAR ambayo inajitegemea. Yaani ni zaidi ya VAR kwa sasa hivi kwa jinsi ambavyo nyakati hizo zilikuwepo. Na huyu bwana aliingia kwenye upande wa uamuzi si kwa sababu alipenda, ila kuna vitu alifanyiwa akaona kwamba si haki, wacha niende nikaje kutoa mfano siku za mbeleni. Kuna mechi ambayo ilikuwa inawakutanisha watoto kutoka sehemu moja, kwa maana mtaa wa Bologna. Huu ni mji pale nchini Italia. Ulivyowakutanisha hao, ulikuwa na vijana wa chini ya miaka 15 mpaka 18 around hapa walikuwa wanacheza, na walikuwa ni mahasimu kweli kweli. Ilikuwa ni Tuscan ambao ni timu aliyokuwa anatokea huyu Pierluigi Collina pamoja na mtaa wa Dumami. Huu ni mtaa ambao upo pale pale Bologna. Sasa walivyokutana, mwamuzi aliyechezesha huu mchezo alikuwa anawapendelea sana timu ya Forte Dumami ambao hatokei upande wa Pierluigi Collina. Sasa Pierluigi Collina alikuwa ni mlinzi wakati. Baada ya kushuhudia maamuzi ambayo hayakuwa bora sana, alikasirika na ule mchezo haukutamatika kwa sababu ya vurugu za hapa na pale, upande wa Tuscany wakiamini kwamba wanaonewa sana. Huyu jamaa aliacha kucheza mpira mazima na akauchukia na akaamini kwamba mpira wa miguu hauna haki kwenye swala la waamuzi. Baada ya hapo akaenda chuo cha Bologna University kuchukua masuala ya uchumi. Baada ya kumaliza masuala ya uchumi pia akawa anachukua kozi ya uamuzi. Mwaka 1984 historia yake ndio ilianzia pale kwenye swala la uamuzi, ila kozi yake ya uchumi akawa ameiweka pembeni. Alianza kwenye madaraja ya chini, Serie C, akaja Serie B, akaja Serie A kwenye upande wa uchezeshaji wa mechi kwa pale nchini Italia. Baada ya pale alichukua tuzo nyingi sana za pale Serie A, tena mfululizo. Ndipo ambapo upande wa UEFA wakamuona na mwamba akaanza kuchezesha mechi mbalimbali za UEFA, na hapo ndipo ambapo alikuja kutengeneza rekodi ambayo mpaka leo bado haijafanikiwa kuwekwa, kwa maana alichukua tuzo ya mwamuzi bora wa dunia mara 6 mfululizo tangu 98 mpaka 2003, na hii ni rekodi ya kipekee. Na kikubwa ambacho kilikuwa kinamfanya aonekane bora ni kwamba maamuzi yake kwa 99% yalikuwa ni bora. Yaani alikuwa hapendelei, na akiamua kwamba huu ni mkwaju wa penalti, ujue kweli ni penalti. Na hata watu na wanasema kwamba ni mwamuzi ambaye mshindi aliyefungwa wote walikuwa wanatoka wakitabasamu juu ya maamuzi ya mwamuzi. Kumbuka ile finali ya kombe la dunia 2002 Brazil pamoja na Ujerumani. Thank you so much.